Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Niambie ndugu yangu, Muhsin Kimunje. Niambie mwanangu. Fresh? Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kumekucha. Kumekucha? Lakini leo kumekucha vizuri, kumekucha vibaya. Inaweza ikawa vizuri au vibaya mpaka ambapo wao watatoka ndani. Mpaka wao? Mpaka viongozi wetu watakapotoka ndani ndio tunajua kwamba leo siku ni nzuri au siku ni mbaya. Sisi siku yetu inaendana na matakwa ya taasisi ya klabu ya Yanga. Yaani Yanga inapokuwa vizuri na sisi ndio tunakuwa vizuri. Yanga ikiwa vibaya ujue na sisi hali zetu zinakuwa mbaya kwa sababu mahaba ni mazito ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ili siku iwe nzuri, viongozi wa Yanga wakitoka huko ndani wanacheka wanafurahi, basi naamini kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nyinyi sasa mmekuja kufanya nini? Kwa sababu wameitwa viongozi kwa ajili ya kushauriana wao. Sisi tumekuja kuwasindikiza viongozi wetu wa klabu ya Yanga kwa sababu anapokuwa kiongozi wa wananchi na wananchi wakiwepo hakuna jambo linaloharibika. Maana yake unamsindikiza kiongozi na kumkumbusha majukumu yake kwamba wewe ni kiongozi wa wanayanga, umechaguliwa na mashabiki na wanachama wa Yanga. Kwa hiyo unachoenda kukizungumza ndani sio kwa maslahi yako, ni kwa maslahi ya sisi ambao tuko nje hapa. Tunasubiri uzungumze chochote utakachokizungumza ndani, simamia misimamo ya wanayanga, ukitoka iwe kwa maslahi mapana ya Yanga. Kama mna kumbukumbu nzuri, kikao cha mwisho cha bodi ya ligi TFF, nadhani ilikuwa na wizara ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sisi tulikuwepo nje ya Benjamin Mkapa tukiwasindikiza viongozi wetu, na walivyotoka wakatupa majibu ambayo yalikuwa na matumaini kwa ajili ya taasisi ya Young Africans. Alisimama rais wa Yanga nje kwenye gari lake akasema, wananchi mmetuchagua, mmetuamini, basi tutafanya yale ambayo nyinyi mnayahitaji. Na ndio hichi ambacho sisi leo tunakiendeleza, kwamba tumekuja kwa sababu tunawaamini, tuliwapa dhamana ya kuiongoza taasisi ya Yanga, basi wasimamie kile ambacho sisi tunakiamini. Nchi hii tunahitaji mpira usimamiwe kwa sheria na kanuni. Hatuhitaji watu fulani wao wanapendelewa, watu fulani wao wanafanywa hivi, hapana. Tunahitaji mpira ufike mbali zaidi. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi sana kwenye michezo. Kama mliona kwenye bunge la katiba la bunge la bajeti, kwenye bajeti ya wizara ya michezo, rais ameongeza fedha nyingi sana, ili mradi tu michezo ya nchi ifanyeje, isimame. Leo hii ikitokea mtu analeta purukushani, sintofahamu kwenye ligi yetu, maana yake analeta sintofahamu kwenye michezo, anataka kumharibia Dr. Samia. Sisi hatuwezi kukubali kama wananchi, hatuwezi kukubali kama wanayanga kuona nchi yetu inataka kuingia kwenye mashaka na matatizo. Sababu nini? Mchezo namba 184 kulitokea sintofahamu, sheria na kanuni zipo, walipaswa kusimamia. Kwa wale ambao wameona hawawezi kusimamia, walitakiwa mpaka sasa hivi kukaa pembeni. Kwa hiyo mimi naamini mpaka sasa hivi tuko sawa sawa, tumewasindikiza viongozi wetu, nasubiri majibu yao. Nadhani viongozi wa Yanga ni wasahaulifu kwenye majukumu yao. Nadhani viongozi wa Yanga ni wasahaulifu kwenye majukumu yao. Hakuna msahaulifu, lakini ukumbusho unamfaa mwenye kuamini. Nadhani hata kwenye dini ya Kiislamu wanasema watu wapewe mawaidha kila wakati. Sio kwamba wanaopewa mawaidha hawajui majukumu yao. Watu wanakuja msikitini kila siku, wanakuja kufanya ibada. Sio kila siku, kila baada ya masaa machache wanaenda kufanya ibada, lakini bado shekhe anasimama na kutoa ukumbusho kwa wenye kuamini ili waendelee kuwa na imani. Tunaendelea kutoa ukumbusho kwa viongozi wetu wa Yanga. Hatuchezi mchezo namba 184 mpaka wale ambao wameleta tafulani wachukuliwe hatua. Hamdhani kwamba pengine ukumbusho huo mlikuwa mna uwezo wa kufanya pale makao makuu ya klabu kuliko kuja? Taarifa imeingia jana shekhe. Taarifa imeingia jana, viongozi wamekuja leo asubuhi. Hatukuwa na nafasi nzuri ya kukaa na viongozi wetu kukumbushana. Walikuwepo Jangwani pale wana kikao cha ndani cha kujadili namna ya kuja. Hapana, yani taarifa sisi imetufikia jana kwamba bwana, kesho viongozi wa bodi ya ligi watakuwa eneo la bodi ya ligi na viongozi wa klabu ya Yanga kwenda kudiscuss mchezo namba 184.
na sisi tumekuja kuwakumbusha viongozi wetu hapa kabla hawajaingia. Mmeona tulikuwa nao nje, kina Alex Ngai, kina Arafat Haji, makamu wa rais, tuliwakumbusha kwamba jamani, mnaenda, interest ni kubwa, ni klabu ya Yanga tu. Wana Yanga wako mikoani, wengi walitamani kuja hapa kuja kuwafikishia ujumbe huu, lakini wameshindwa. Wanapiga simu kwetu, Godi Yanga, Mwalimu Yanga, nani bana, mnaenda viongozi wanaenda, msimamo wetu ni ule ule, msimamo wetu ni ule ule. Kwa hiyo tumekuja kuwakumbusha kwamba simu zinaingia, matawi yanapiga simu, wanachama kila mkoa katika nchi ya Tanzania, kila mkoa wanapiga simu, kila mkoa wanapiga simu. Lengo ni nini? Kusimamia maslahi ya Yanga. Kwa hiyo tumewakumbusha na tunaendelea kuwakumbusha wakiwa ndani, na hata hao viongozi wa bodi ya ligi wajue taasisi ya Yanga yenye watu zaidi ya milioni 35 ndio inazungumza, sio Alex Ngai, sio Muniri, sio Sujeradi Kinga, ni Yanga mashabiki. Yaani bodi naamini ile ndio sauti yenu, nyinyi mnawachagua wale. Yes. Na ndio tumewaacha wako ndani. Sasa tuingia ndani. Hapana, hapa nje hapana shida. Yaani sisi tumewaacha, viongozi wako ndani wanatuwakilisha, waache wakae ndani. Shekhe, sisi tuko nje, tumeendelea kusubiria huku na shughuli za kitaifa zinaendelea. Si unamuona huyo Mpanzi, si Mpanzi, si na anaendelea na shughuli zake huko. Anaendelea kutumikishwa huko, mwache endelee kutumikishwa. Sisi tuko nje. Yani sisi tuko nje huku na tunasubiri watuletee majibu yetu, tuendelee na shughuli zetu. Mnadhani viongozi wa Yanga ndani wanaweza kufanya maamuzi ambayo yataenda tofauti na ninyi? Hapana. Kwa viongozi ambao tuna imani nao, tuliwachagua, hawawezi kwenda tofauti na sisi. Sisi tunaamini kile ambacho tumewakumbusha muda huu, naamini wataenda kukisimamia hiko kwamba hata wao watawaeleza nje. Kuna watu wanatusubiri tuwape majibu yaliyonyooka. Kile walichokisimamia sisi ndio tunachotakiwa kwenda kuwapa majibu. Nyinyi kama hamna jipya, basi sisi tuondoke. Yaani lazima wasimamie maslahi yetu, hakuna lingine. Na vile vile mko tayari kupokea chochote ambacho viongozi wangu watakubali? Hapana. Basi hamuamini viongozi wangu? Hapana. Yaani hilo nikwambie, kipi haswa? Sisi tunataka kupokea kile ambacho tulikuwa tunakitaka na wanakijua ndani. Si wanaweza wakakubaliana? Sio kile ambacho sisi hatujakitaka. Shekhe, ile Yanga ukitaka kumuona mtu ambavyo nyinyi mmewatuma, walioenda ndani wametumwa na mashabiki wa Yanga ambao ni sisi. Sisi. Nyinyi mmewatuma wakasema nini? Tumewatuma. Mchezo namba 184 haukupaswa kuondolewa kuchezwa. Ile siku ilitakiwa kuchezwa, kwa sababu sheria na kanuni za kuwahukumu klabu ambayo ilimzuia mgeni wake kufanya mazoezi, kanuni zipo na sheria za kufanya hivyo. Kitendo cha kupangia mchezo tarehe nyingine ni kuidharau taasisi ya klabu ya Yanga. Yaani sisi tumedharauliwa. Tulilipa vingilio pale, tulilipa nauli, watu walitoka mikoani wakaja pale, tuliandaa mchezo sisi. Timu yetu tuliandaa kwa gharama kubwa mpaka kwenda kucheza ule mchezo, ukaghairishwa. Sababu ya kughairisha na watu ambao walipaswa kuchukuliwa hatua, hakuna mtu yote amechukuliwa hatua. Hakuna. Tunataka majibu yaliyonyooka. Mchezo namba 184 ile siku kulikuwa na tatizo gani na watu wamechukuliwa hatua gani? Au nyinyi waandishi skule mlifanya kazi? Majibu yaliyonyooka. Tuko tayari. Kama wako watu wamepewa majibu yamenyoka, kila kitu kimekaa sawa sawa. Ikitokea ndani huko viongozi wa Yanga wakapata majibu ya kuja kujibu na wakaingia na kila watu wamewajibishwa. Kama watu wamewajibishwa au bado? Viongozi wa Yanga ndani. Akachana viongozi wa Yanga. Sisi tunataka watu wawajibishwe. Kikao kinahusu nani na nani? Yanga na bodi ya ligi. Yanga viongozi na bodi ya ligi. Yes. Ikitokea bodi ya ligi wakaleta hoja ambazo viongozi wa Yanga wakazikubali, zina maslahi mapana ndani ya taasisi ya Yanga. Manake zina maslahi. Sisi hatuna shida. Hatuna shida. Hatuna shida. Sisi tuko tayari na bodi ya ligi. Nikwambie kitu. Yanga kucheza mpira ni sehemu ya maisha yake. Ndio. Tumewahi kumwogopa sisi mtu yote kucheza naye? Hivi kama tunacheza na National Ahli, tunacheza na Augsburg ya Ujerumani, tuogope kucheza na Makolo ambao mechi 20 wamepata ushindi mechi moja dakika 90? Hebu nyinyi wenyewe fikirieni. Yanga hii inaongoza ligi, imemfunga kila timu kwenye ligi hii. Kila timu unayoona msimu huu ipo kwenye ligi ishafungwa na Yanga. Hakuna timu
finali lakini narudia tena, Yanga kwenye hii ligi msimu huu tu kila timu unaijua wewe kwenye hii ligi ishafungwa na Yanga. Kila msimu huu tu, yani hata na miaka mingine ukizungumza kwenye kukutana mara zote hakuna timu inayozidi Yanga kuifunga hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi naamini kama ina maslahi mapana ndani ya Yanga, si tuko tayari kutwanga. Yani kama yana maslahi, na ndio maana tumekwambia tunasubiri majibu humo ndani, watuletee majibu yaliyonyooka hapa tujue nini kinaendelea. Kama wamezingua hakuna mechi, kama wameenda sawasawa na tunachokitaka mechi itakuwepo. Basi tutarajie pengine baada ya mwezi Oktoba kuna kipindi tutakuwa tunakuona ukitembea mitaa ya bungeni pale ili kuwakumbusha wabunge wako hoja zilizofanya mkawachagua. Ya zile za wananchi hizo lazima. Yani kuna kipindi tafika kama inatokea mnafuata Yanga mpaka hapo, mbona hamwendi bungeni nje kuwakumbusha wabunge wenu? Wabunge hawa wa kwetu hawa unaona kama mimi natokea hapo Kigamboni na mbunge wangu ni atakuwa mbunge ajaye, mbunge huyo mbunge. Kwa hiyo nitaenda kumkumbusha mbunge wangu ajaye majukumu yake bungeni.